Wazazi wanaweza kukabiliwa na mzigo mpya wa kifedha chini ya mswada wa elimu ya msingi wa mwaka 2026 unaopendekeza kuzipa kamati za wazazi na walimu nafasi rasmi ya kujadili na kupendekeza ada za ziada. Hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kisheria kwa tozo ambazo zimekuwa zikilazimika kwa miaka, huku ikiibua maswali kuhusu mipaka ya shule katika kuwatoza wazazi fedha. Ann Musungu na maelezo zaidi. Mswada wa elimu ya msingi wa mwaka 2026 ambao ulitarajiwa kushughulikia malalamiko kuhusu tozo zisizoidhinishwa shuleni umependekeza kuzipa kamati za wazazi na walimu mamlaka ya kujadili na kupendekeza ada zitakazotozwa kwa wanafunzi au wazazi, na kuzipa shule nafasi kubwa zaidi ya kukusanya fedha rasmi kwa ajili ya maendelezo ya miundombinu shuleni. Mswada huo sasa unapendekeza kufafanua rasmi baadhi ya majukumu ya vyama vya wazazi ambao yanaweza kuvipa uwezo wa kupendekeza tozo hizo, huku vikihitajika kutafuta njia za kuwahamasisha walimu na wanafunzi kuboresha matokeo yao katika masomo na shughuli za ziada za kielimu. Participation or the parental participation and involvement is very minimal in many of our schools. Pendekezo hilo linajiri wakati malalamiko kuhusu tozo zisizoidhinishwa shuleni yakizidi, huku wakosoaji wakihofia mamlaka hayo mapya yanaweza kuhalalisha tozo hizo na kuongeza mzigo wa kifedha kwa familia ambazo tayari zinatatizika. It is trying to create actually to entrench that window of adding on top of the school fee regulations as per the ministry. It is not a good thing. Hata hivyo, mswada huo pia unapendekeza adhabu kali kwa shule au watu binafsi wanaotoza au kukusanya ada kinyume cha sheria. Shule za umma zitazuiwa kuwatoza wanafunzi ada ya masomo. Atakayekiuka kifungu hicho anaweza kutozwa faini ya hadi shilingi milioni 1, kifungo cha hadi miaka 3 au adhabu zote mbili. Hivyo basi, sheria hiyo inayopendekezwa inaweza kuwapa wazazi nafasi kubwa zaidi ya kushiriki katika maamuzi kuhusu maendeleo ya shule, huku ikiwataka pia kukabiliana na mfumo ambapo tozo za ziada zinaweza kupendekezwa kupitia wawakilishi wao wenyewe. Ann Musungu, KTN, Nairobi.